Kapteni Ibrahim Traore ambaye ni kiongozi wa kijeshi na rais wa mpito wa nchini Burkina Faso, serikali yake imetangaza marufuku ya kuingiza mchele kutoka nje, suspension ya uingizaji wa mchele huu ambao ni wa kigeni nchini mwao. Tangazo hili lilitolewa Aprili 30 mwaka huu 2026 kupitia taarifa ya pamoja na mawaziri wa viwanda, biashara na kilimo pamoja na fedha katika nchi hiyo ya Burkina Faso. Marufuku hii ni ya mchele tu kwa sasa na sio bidhaa zote kama inavyoelezwa kwa baadhi ya mambo. Inalenga kuinua uzalishaji wa ndani na kuwapa wakulima wa ndani soko kubwa bila ushindani wa bei nafuu kutoka mataifa ya nje, hasa mchele kutoka Asia. Pia serikali hii inataka kufikia uhuru wa chakula na kupunguza utegemezi wa nje. Burkina Faso inakula mchele sana, na hapo awali walikuwa wanaagiza mchele mwingi sana kutoka mataifa ya nje, sana sana nchi ya Asia. Wauzaji waliokuwa na mchele wa kigeni kabla ya marufuku wamepewa miezi 2 tu kuuza hisa zao zote za michele, ambapo baada ya hapo ni marufuku kabisa hadi taarifa nyingine rais huyo atakayoitoa. Na serikali imeahidi kuongeza uzalishaji wa ndani na kuuza mchele wa kienyeji kwa bei nafuu zaidi compare na hizo nyingine za kigeni ambazo wanaleta. Sababu kuu za hatua hii ni alizochukua Kapteni Ibrahim Traore ni mojawapo ni kukuza kilimo cha ndani na kuwapa wakulima Burkina Faso fursa ya kuuza mazao yao, pia kupunguza matumizi ya fedha za kigeni kwa waingizaji. Hii ni sehemu ya sera pana ya uhuru wa kiuchumi na ya kujitegemea chini ya utawala wa Traore, ambapo anasisitiza kwamba Burkina Faso kwanza na kupunguza ushawishi wa nchi za magharibi. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari, wametaja athari ambazo zinaweza zikatokea katika jambo hili ambalo Traore amelitoa. Athari chanya ni kwamba wakulima ndani watafaidika sana. Bei za mchele wa kienyeji inaweza kushuka badala ya kuongezeka kwa uzalishaji, na nchi inaweza kuwa na uhuru zaidi wa chakula. Bei ya mchele inaweza kupanda kwa muda mfupi wakati hisa za zamani zinapoisha, na wengine wanaweza kulalamika kuhusu upungufu wa chakula au ubora. Kwamba jambo hili limeendelea na mwelekeo wa Traore wa kufanya maamuzi na kuthubutu ili kuimarisha uchumi na uhuru wa nchi hiyo. Utakumbuka kwamba mchele si marufuku kwa bidhaa zote kutoka nje. Hasa aina za kuenea kwa bidhaa zingine, badala kama serikali itaona ni muhimu, ni hatua ya kiserikali iliyotangazwa rasmi. Utakumbuka kwamba huyu kapteni wa Burkina Faso Ibrahim Traore ana sera nyingi sana. Mojawapo sera yake ni uhuru wa kiuchumi na kilimo, ambayo nimetoka kukuelezea hapo. Sera nyingine ni kudhibiti madini na rasilimali za watu wa Burkina Faso. Hii sheria mpya ya madini ilihakikishia nchi na faidika zaidi na dhahabu na madini mengine, na kujenga kiwanda cha kusafishia dhahabu huko nchini kwao. Pia kupunguza ushawishi wa kampuni za kigeni, kutoa kipaumbele kwa kampuni za ndani na za kirafiki. Pia walipanga kupunguza matumizi ya serikali na kupambana na rushwa, ambapo mishahara ya mawaziri na wabunge kwa 30% ilipunguzwa ili kuokoa fedha na kuonyesha mfano wa unyenyekevu, na kupunguza matumizi yasiyo ya lazima, kuwekeza katika miradi ya maendeleo na jamii. Jambo lingine ni siasa ya usalama na kupambana na ugaidi. Hii walipanga kuimarisha jeshi na kuongeza operation dhidi ya magaidi, hasa katika eneo la Sahel, na kushirikiana na Niger badala ya ECOWAS pamoja na Ufaransa. Sasa msimamo wa kisiasa, anataka kwamba demokrasia magharibi kwa sasa, na anasema nchi inahitaji mapinduzi na utulivu sana kwanza kabla ya kurudi katika utawala wa kiraia. Anajiona kama mrithi wa Thomas Sankara ambaye alifanyiwa mapinduzi. Kwa ujumla sera zake zinalenga kujenga uhuru kamili
wa kiuchumi wa kisiasa, kupunguza utegemezi wa magharibi na kuweka faida ya nchi mbele. Hoja zake zinaungwa mkono na wengi, hasa vijana na wakulima, lakini zinapata wakosoaji wakubwa kutoka upande wa magharibi na baadhi ya raia kuhusu uhuru wa kujieleza na usalama wa nchi hiyo. Sasa tuambie una maoni gani kuhusu hili? Unaweza ukatuandikia hapo. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoziweka.